Ni kwa mara nyingine mashambulizi dhidi ya Iran katika mazungumzo yaliyofanyika mjini Moscow na waziri wa mambo ya nje wa Iran. Putin alisema hakuna uhalali wa kile alichokiita uchokozi usio na msingi dhidi ya mshirika wake Ahmed Bahaj, na maelezo zaidi. Amemhakikishia Abbas Araghchi juhudi za serikali yake kuwasaidia watu wa Iran, ila mwanahabari wa BBC nchini Urusi anasema msaada wa kijeshi hauwezekani, akiashiria kuwa nchi hizo mbili hazina makubaliano ya ulinzi. Araghchi ameshukuru Urusi kwa kulaani mashambulizi hayo, akisema yanaiweka Urusi katika upande mzuri wa historia. Rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa ameahidi kwamba waliohusika katika mashambulio la bomu la kujitoa mhanga katika kanisa moja mjini Damascus siku ya Jumapili watakabiliwa kisheria. Takriban watu 25 wanasemekana kuuawa katika shambulio hilo ambalo lilihusishwa na kundi la Islamic State. Ni shambulio la kwanza la aina hiyo tangu kuanguka kwa utawala wa kimabavu wa Bashar al-Assad. Al-Sharaa ambaye alikuwa mpiganaji wa zamani wa kijihadi alitoa wito wa mshikamano wa umoja. Aliahidi kulinda watu kutoka dini na jamii ndogo ndogo baada ya kuiondoa familia ya Assad kutoka mamlakani. Na majimbo 11 nchini Nigeria ambayo baadhi yao yamekumbwa na mapigano makali kati ya wakulima na wafugaji wa kuhamahama yanasaini mpango na serikali kukuza ufugaji. Hamid Abubakar na maelezo zaidi. Mapema mwezi huu zaidi ya watu 200 waliuawa na maelfu kuyahama makazi yao katika jimbo la Benue Mashariki kwa kile ambacho Rais Bola Tinubu alisema ni unyakuzi wa ardhi na wafugaji. Serikali inataka ardhi kuwekewa uzio kwa mashamba kwa ajili ya mazao na eneo la kufuga mifugo, huku kukiwa na marufuku ya malisho ya wazi. Kuania kwa janga kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi kumesababisha wafugaji Waislamu kusonga kusini zaidi, wakizuzana na wakulima wa Kikristo kuhusu kupungua kwa rasilimali za maji. Tinubu alitia saini mkataba wa dola bilioni 2 na Brazil kusaidia ufugaji wa ng'ombe wa Nigeria wa kisasa na mbinu za utengenezaji wa nyama. Na serikali mpya ya Korea Kusini imemteua waziri wa kwanza wa ulinzi ambaye ni raia katika kipindi cha zaidi ya miaka 60. Kuteuliwa kwa Ahn-gyu Bak kunajiri baada ya rais aliondolewa madarakani wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol kushindwa katika jaribio lake la kuweka sheria ya kijeshi mwezi Disemba. Anatarajiwa kuleta mageuzi katika jeshi. Watu wengi nchini Korea Kusini walishtushwa na ari iliyoonyeshwa na baadhi ya maafisa wa kutaka kutekeleza sheria za kijeshi kabla ya kusitishwa na bunge. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Sarafina Robi. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, lakini vile vile yako kupitia redio wa shirika nchini Tanzania. Tegea sikio matangazo haya kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Classic FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, Nyota FM na Gulf Radio. Kule Uganda matangazo haya yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara, na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Jioni hii uko nami Robi na mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu tena msikilizaji, lakini vile vile karibu pia Skola. Na asante Karo, tuanze kazi kuwajuza wasikilizaji kilichojiri kote ulimwenguni, tukianza na taarifa yetu kuu ambapo Israel imefanya mashambulizi makali ikilenga mji mkuu wa Iran, Tehran. Hilo likiwa ni wimbi jipya la mashambulizi kati ya nchi hizo mbili za Mashariki ya Kati. Gereza la Evin linalowashikilia wafungwa wa kisiasa na lengo la askari maalum ambao hutumwa kwa kamata ukosoaji wa serikali ya Iran ni miongoni mwa majengo yaliyolengwa katika mashambulizi hayo. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz anasema Tehran inashambuliwa kwa nguvu ambazo haikutarajia. Makombora ya Iran nayo yameshambulia eneo la viwanda vya Israel lililo karibu na kituo cha kusambaza umeme cha Ashdod. Victor Kenani na taarifa zaidi. Jeshi la Israeli limesema lilianzisha mashambulizi ya anga Jumatatu ili kuzuia njia za kufikia kituo cha kurutubisha urani kilichoko Fordo ambacho kilishambuliwa na Marekani mwishoni mwa wiki. Jeshi la anga la Iran pia limeripoti kuwa limeangusha ndege 130 zisizo na rubani kote nchini tangu kuanza kwa mashambulizi ya hivi majuzi ya Israel. Taarifa ya kijeshi ilisema majeshi ya Israel yalishambulia ili kuziba njia za kufikia kituo cha Fordo ambacho rais wa Marekani Donald Trump alisema kiliteketezwa kabisa na mashambulizi ya Marekani. Rais Trump ameelezea mashambulizi ya nchi yake dhidi ya vituo hivyo vya nyuklia vya Iran kuwa ya kihistoria.
nyuklia. Alitoa kauli hiyo kwenye mitandao ya kijamii ambako pia alidokeza uwezekano wa mabadiliko ya utawala Iran, ingawa maafisa wengine wa juu wa serikali yake walikanusha kuwa hilo ndilo lengo la mashambulizi hayo. Katika Umoja wa Mataifa jijini New York, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliambia Baraza la Usalama kuwa dunia iko katika njia panda yenye hatari. The bombing of Iranian nuclear facilities. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ni hatua ya hatari katika ukanda ambao tayari una machafuko. Sasa tunakabiliwa na hatari ya kuingia kwenye mzunguko wa kisasi usioisha. Retaliation after retaliation. Urusi na China zote zililaani mashambulizi hayo, huku mabalozi wa Iran na Israel wote wakitetea nchi zao. Amir Said Iravani ni mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa. As an independent peace-seeking nation, kama taifa huru linalopenda amani, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetahadharisha mara kwa mara dhidi ya utawala wa Marekani wenye uchokozi kutojipenyeza kwenye tope hili la kivita. Into this quagmire. Dani Danon ni mwakilishi wa kudumu wa Israel katika Umoja wa Mataifa. Nuclear Iran. Iran yenye silaha za nyuklia ingekuwa hukumu ya kifo kwetu na kwenu pia. It would have been for us. Iran inatishia kufunga njia baharini ya Hormuz, mojawapo ya njia kuu za meli duniani, na imeahidi kulipiza kisasi kwa njia ya kijeshi. Wakati viongozi wa Iran wakionekana kuwa na msimamo mkali, Rais Masoud Pezeshkian pia ameapa kuwa Marekani itapata jibu kwa mashambulizi hayo. Watu walikusanyika Jumapili katikati mwa mji mkuu Tehran kupinga mashambulizi ya Marekani na Israel, wakipeperusha bendera na kuimba. Maoni ya wananchi yamegawanyika. Jibu lazima liwe kali na thabiti. Kinachohusika hapa ni utambulisho wa kuwa watu wa Iran. Kwa maoni yangu, Iran inahitaji kujitahamini na kutafakari. Kumekuwa na tetesi kuwa Iran huenda ilihamisha sehemu ya hifadhi yake ya kilogramu 400 ya urani iliyosafishwa kwa kiwango cha juu kabla ya Marekani kushambulia maeneo ya hifadhi hiyo mapema Jumapili asubuhi. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA, ambalo limekuwa likifuatilia mpango wa nyuklia wa Iran, liliomba mapema Jumatatu kupewa ruhusa ya kufika kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran ili kuhakiki kiasi cha urani kilichopo. Kwa mujibu wa IAEA, Iran ilikuwa imeboresha urani kufikia 60% mwaka 2021, kiwango ambacho kiko karibu na 90% kinachohitajika kwa kutengeneza silaha za nyuklia. Israel imeendelea kuficha habari kuhusu hazina yake ya nyuklia, ikikataa kudhibitisha au kukanusha uwepo wake rasmi, lakini taasisi ya utafiti wa amani ya kimataifa ya Stockholm, SIPRI, inakadiria kuwa Israel inamiliki silaha 90 za nyuklia. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Tukisalia na taarifa hiyo ya mzozo huo wa Mashariki ya Kati, Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa kuna uwezekano wa kuangusha utawala wa sasa wa Iran. Beldino Leula anakueleza zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema hapo jana kwa mashambulio yaliyotekeleza katika viwanda vya kutengeneza silaha za nyuklia huko Iran zimemaliza uwezo wao wa kutengeneza silaha hizo. Wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani imetoa ilani kwa raia wake kupitia ubalozi wake ulioko Bahrain kwa uangalifu, na ubalozi wake kupunguza idadi ya wafanyakazi wanaokuja ofisini kutokana na hali kuwa tete nchini Iran. Kupitia mtandao wake wa The Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump alisema wametekeleza uharibifu mkubwa katika viwanda vya nyuklia nchini Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Rais Donald Trump pekee ndiye amekuwa na ujasiri wa kudhibiti Iran. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment. Tunashukuru uongozi wa Rais Donald Trump katika juhudi zake za kudumisha amani. Sasa maono ya Iran ya kutengeneza silaha za nyuklia hayapo tena. Marais wengi wamekuwa wakitaka kusitisha juhudi za Iran, ila hakuna aliyekuwa na uwezo isipokuwa Trump until President Trump. Naibu Rais wa Marekani alisema kwa Marekani haipo vitani na Iran na hawapanii kufanya mabadiliko katika uongozi wa taifa hilo. Ila Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social alichapisha ujumbe wa kuashiria wanaweza kufanya mapinduzi nchini Iran.
Msemaji wa serikali ya Iran anasema Iran haikuwa vitani na yeyote, ila wanachokozwa na Marekani na Israel na kutaka jamii ya kimataifa kuingilia kati. Iran is under a war of unprovoked aggression faced by Israel and now Iran iko vitani na Israel na sasa Marekani, na haijachokoza mtu, na sasa ni wazi kuwa wanashirikiana kulishambulia taifa langu, na jinsi tutajibu mashambulio hayo ni swala ambalo litaamuliwa na jeshi letu. Lakini kilicho wazi ni kuwa Israeli imekuwa ikishambulia miundombinu muhimu kama hospitali na makazi ya watu. Raia wengi wameuawa katika siku 11 zilizopita, na hili ni swala ambalo jamii ya kimataifa inafaa kujibu. Viongozi wa kijeshi wa Iran wamesema watalipiza kisasi mashambulizi ya Marekani katika vituo vya kutengeneza silaha za nyuklia. Haya kijiri, Rais Urusi Vladimir Putin alikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi mjini Moscow hii leo, huku Israeli ikiendeleza mashambulizi mjini Tehran. Rais huyo wa Urusi alikashifu vikali mashambulio ya Marekani nchini Iran na kusema taifa lake litatoa msaada wote ambao Iran itahitaji. China nayo imetoa wito wa jamii ya kimataifa kuingilia kati na kumaliza mzozo wa Israel na Iran ili uchumi wa dunia usiathirike zaidi. Belden Waliaula, BBC. Bado tunasalia katika mzozo huu wa Iran pamoja na Israel, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameiambia China kuizuia Iran isifunge eneo la Hormuz, moja kati ya njia muhimu zaidi za usafirishaji duniani. Hii ni baada ya shirika la habari la serikali la Iran Press TV kuripoti kwamba bunge lilikuwa limepitisha mpango wa kufunga ukanda huo, lakini kuongeza kwamba uamuzi wa mwisho uko mikononi mwa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, kama anavyoripoti hapa Phyllis Mwate. Ni kwa nini Marekani inaisihi China kuzungumza na Iran kuhusu eneo hilo? Tatizo lolote litakalosambaratisha usafirishaji wa mafuta linaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi. China haswa ndio mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran duniani na ina uhusiano wa karibu na Tehran. Bei ya mafuta ilipanda kufuatia mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran, huku bei ya mafuta ghafi ya Brent ikifikia kiwango chake cha juu zaidi katika muda wa miezi mitano. Kwenye mahojiano na shirika la habari la Fox, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba anahimiza serikali ya China kuzungumza na Iran kuhusu hilo, kwa sababu China wanategemea sana njia hiyo ya bahari ya Hormuz kwa mafuta yao. Takriban 20% ya mafuta duniani hupitia njia hiyo ya bahari ya Hormuz, huku wazalishaji wakuu wa mafuta na gesi katika eneo la Mashariki ya Kati wakiitumia kusafirisha nishati kutoka eneo hilo. Jaribio lolote la kutatiza shughuli za usafirishaji linaweza kupelekea bei ya mafuta duniani kupanda juu. Gharama ya mafuta yasiyosafishwa huathiri kila kitu, kutoka kwa gharama ya kujaza gari lako hadi bei ya chakula kwenye duka kuu. China hasa inanunua mafuta mengi kutoka Iran kuliko taifa lingine lolote, huku uagizaji wake kutoka Iran ukizidi mapipa milioni 1.8 kwa siku mwezi uliopita, kulingana na data ya kampuni ya kufuatilia meli ya Vortexa. Mataifa mengine makubwa ya kiuchumi ya Asia, ikiwa ni pamoja na India, Japan na Korea Kusini, pia yanategemea sana mafuta yasiyosafishwa ambayo hupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, mchambuzi wa masuala ya kawi Vandana Hari ameiambia BBC kwamba Iran itapoteza zaidi ya itakavyonufaika iwapo itafunga njia hiyo ya bahari. Marekani ilijiunga na mzozo kati ya Iran na Israel mwishoni mwa juma, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba nchi yake imemaliza maeneo muhimu ya nyuklia ya Iran. Hata hivyo, haijabainika ni kiasi kipi cha uharibifu uliosababishwa na mashambulio hayo, huku shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia likisema halikuweza kutathmini uharibifu uliotokea katika eneo la kinyuklia la Fordo. Iran nayo imesema kwamba kulikuwa na uharibifu mdogo tu. Trump pia ameionya Iran kwamba itakabiliwa na mashambulizi mabaya zaidi siku zijazo ikiwa nchi hiyo haitaacha mpango wake wa nyuklia. China imesema mashambulizi ya Marekani yameharibu uaminifu wake na wametaka vita hivyo kusitishwa mara moja. Na msikilizaji,